Naam, na tumai ubuheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu haya ya alasiri. Nchi 8 zenye idadi kubwa ya Waislamu duniani ikiwemo Indonesia, Pakistan, Uturuki, Saudi Arabia na Qatar zimekosoa hatua ya Israeli kupitisha sheria ya kifo kwa Wapalestina kwenye ukingo wa Magharibi, zikisema ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Kulingana na sheria hiyo iliyopitishwa na bunge Jumatatu wiki hii, Wapalestina kwenye ukingo wa Magharibi watakaohukumiwa katika mahakama ya kijeshi za Israel kwa kuhusika na ugaidi watanyongwa. Sheria hiyo pia imekosolewa na Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya, Marekani nayo ikisema Israel ina haki ya kuamua sheria inazotaka kuzitumia. Urusi inasema iko tayari kusaidia kumaliza mzozo wa Iran na kwamba Rais Vladimir Putin anaendelea kufanya mazungumzo na viongozi mbalimbali kwenye ukanda wa Mashariki ya Kati. Kulingana na msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov, Moscow ipo tayari kusaidia iwapo inatakiwa kutoa mchango wake. Uchina imetoa wito kwa kusitishwa kwa mapigano mara moja Mashariki ya Kati, wito wa Beijing ukija saa chache tu kupita tangu rais wa Marekani Donald Trump kutishia kwamba nchi yake inatekeleza shambulio zito zaidi nchini Iran katika wiki zijazo. Wiki kadhaa baada ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kukabidhiwa ripoti mbili za tume ya uchunguzi kuhusu zoezi la uhamishwaji wa Masai kutoka kwenye bonde la Ngorongoro mkoani Arusha kaskazini mwa taifa hilo, watetezi wa haki za binadamu wanapinga zoezi hilo kuendelea. Kwa mjibu wa serikali, lengo la kuhamisha jamii hizo ni kujaribu kulinda moja ya eneo la urithi wa dunia. Rais Donald Trump wa Marekani katika hotuba yake kwa Waamerika amesema malengo ya Marekani na Israel kuishambulia Iran yanakaribia sana kutimia na kumalizika. Trump ambaye amesema vita hivyo huenda vikamalizika ndani ya wiki 2 au 3 zijazo, ameongeza kuwa katika siku zinazosalia Iran itashambuliwa zaidi. Hotuba hii ya Trump imewadia baada ya kudai kuwa Iran ilikuwa imeomba usitishwaji wa vita, madai ambayo Tehran imekanusha. Sana katika kipindi cha wiki 2 au 3 zijazo, tutahakikisha kwamba tunawarudisha katika eneo wanalostahili. Sisi hatukulenga kufanya mageuzi ya uongozi, lakini hilo limetimia kwa sababu viongozi wake wakuu wameuawa na sasa kuna viongozi wapya ambao hawana msimamo mkali sana. Iwapo hakutakuwa na mkataba, basi tutalenga na kushambulia vituo vya nishati kwa nguvu na kwa mfululizo. Ni sauti yake rais wa Marekani Donald Trump. Nchini Rwanda, kundi la watu 214 walioshirikiana kulingana na mamlaka na makundi ya waasi ikiwa ni pamoja na FDLA waliunganishwa tena katika jamii ya raia wiki hii. Hii ilifuatia miezi kadhaa iliyotumika katika kituo cha kuwaondoa watu kutoka kwenye kundi hilo. Kuondolewa kwa kundi la FDLR, kundi lenye silaha ambalo awali ilikuwa na wahalifu wa mauaji ya kimbari wa zamani wa Rwanda, iliyokuwa na makao yake kwa miaka 30 mashariki mwa DRC, ni mojawapo ya masuala ya usalama yaliyowekwa mezani na Kigali katika makubaliano ya Washington. Valery Nyarihabineza, rais wa tume ya kuwaondoa wapiganaji wa zamani na kuwarejesha katika maisha ya kiraia nchini Rwanda, anathibitisha kwamba kazi ya kina pia inafanywa na jumuiya zinazowakaribisha. Miongoni mwao walikuwa wapiganaji, lakini pia raia walioshirikiana na makundi haya yenye silaha. Lazima kabisa tuandae sio familia tu, bali pia jamii kwa ujumla kuwakubali. Tusiwaone kama wapiganaji. Watakapokubali kuweka silaha zao chini, lazima tuwape faida ya shaka. Lazima Valery
Nyirahabineza ambaye ni afisa wa kuwarejesha wapiganaji wa zamani katika maisha ya kiraia. Karibia familia 180,000 nchini Iran zimepoteza makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea, kwa mujibu wa shirika la kuwahudumia wahamiaji IOM. Kwa mujibu wa Ami Pop, mkurugenzi mkuu wa IOM, idadi hiyo imethibitishwa na serikali ya Iran, IOM ikisema huenda idadi hiyo ikawa kubwa. Popa ameongeza kwamba nchi nyingi zimefunga mipaka yake na Iran, hata inayozidisha shinikizo zaidi ndani ya Iran. Vile vile amesema kwamba Lebanon ndiyo ina idadi kubwa ya watu waliopoteza makazi yao tangu kuzuka kwa mapigano Mashariki ya Kati. Nchini Iran hatuna idadi kamili, lakini serikali yenyewe imeripoti kwamba takriban familia 180,000 zimepoteza makazi yao, na tunatarajia idadi hiyo itaongezeka wakati mashambulio dhidi ya miundombinu ya raia yakiendelea. Tumewasaidia wahamiaji wengi sana wanaofanya kazi nchini Iran kutafuta njia ya kurudi nyumbani, na hii ndio athari ya matokeo ya mzozo wa aina hii. Kuna watu ambao wamekamatwa ambao hatuwezi kuwahesabu, lakini hata hatuna usaidizi wa kuwapa. Sasa kwa bahati mbaya nchi nyingi zimefunga mipaka yao kwa Iran, kwa hivyo hiyo inaleta shinikizo ndani ya nchi, na ni swala ambalo tunahitaji kuliangalia kwa karibu sana katika wiki zijazo, kwa sababu kadiri mzozo unavyoendelea ndivyo shinikizo hilo linavyoongezeka. Lakini idadi kubwa zaidi ya watu ambao wamepoteza makazi yao Mashariki ya Kati ni nchini Lebanon. Zaidi ya watu milioni 1.2 wametoroka makazi yao na hawawezi kurudi. Unaendelea kupokea matangazo haya ya mbashara kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Hezbollah yapata pigo tena baada ya Israel kumua kiongozi mwandamizi wa kundi hilo. Kiongozi mwandamizi wa Hezbollah Haji Yusuf Ismail Hashim ameuawa Jumatano katika shambulio la Israel mjini Beirut, katika kile ambacho jeshi la Israel imeeleza kuwa pigo kubwa kwa uongozi wa kundi hilo. Kwa mujibu wa IDF, Hashim alikuwa mkuu wa operesheni za Hezbollah katika ukanda wa kusini. Shambulio hilo linalodaiwa kulenga gari la Hashim mjini Beirut limeelezwa kuwa ni uvunjifu mkubwa wa kiintelijensia na usalama wa Hezbollah. Mauaji hayo yamekuja wakati mapigano yakiongezeka mpakani mwa Israel na Lebanon. Licha ya kuuawa kwa kiongozi huyo, mapigano kusini mwa Lebanon yameendelea. Hezbollah imeendelea kurusha makombora kuelekea kaskazini mwa Israel, huku redio ya jeshi la Israel ikiripoti kuwa takriban makombora 70 yamerushwa tangu usiku wa manane. Makombora mengi yamedunguliwa, huku mengine yakisababisha uharibifu mdogo. Hata hivyo, mashambulizi hayo yamevuruga maisha ya kawaida, yakilazimisha wananchi kukimbilia makazi kujikinga na mashambulizi. Hezbollah pia imeongeza upinzani kusini mwa Lebanon, wakati vikosi vya ardhini vya Israel vikiendelea na operesheni. Katika saa 24 zilizopita, kusonga mbele kwa Israel kumeripotiwa kupungua kasi, huku Hezbollah ikifanya mashambulizi ya kushtukiza na kutumia silaha za kupambana na vifaru. Licha ya pigo la mauaji kulengwa, kundi hilo limeendelea kushikilia maeneo yake kwa muda huo. Wakati huo huo, IDF imesema zaidi ya wanamgambo 40 wa Hezbollah wameuawa katika siku moja iliyopita, huku maeneo kadhaa ya kundi hilo yakishambuliwa. Jeshi la anga la Israel lilipiga vituo vya uongozi, maghala ya silaha, vizindua makombora na maeneo ya makombora ya kupambana na vifaru. Jeshi la wanamaji la Israel pia lilishambulia ghala la silaha la Hezbollah kusini mwa Lebanon, huku vikosi vya ardhini vikiendelea na operesheni. IDF ilisema kikosi cha divisheni ya 91 ya Galilaya kiligundua kundi la wanamgambo na kuongoza shambulio dhidi yao. Divisheni ya 36 pia ililenga wapiganaji watatu waliokuwa kwenye pikipiki na takriban wanamgambo 100 waliuawa. Aidha, IDF imesema divisheni ya 146 na ya 162 ziligundua hifadhi za silaha na kuharibu maeneo kadhaa ya Hezbollah kusini mwa Lebanon katika siku iliyopita.
Ni matangazo ya alasiri kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Kwingineko, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewasili nchini Korea Kusini hii leo baada ya kuzuru mshirika mwingine wa Marekani, Japan, ambako alisifu msimamo wa mojawapo wa Ulaya. Rais huyo wa Ufaransa aliwasili nchini Korea baada ya kuzuru katika eneo la mshirika mwingine wa Marekani, Japan, ambako alisifu msimamo wa Ulaya, kauli iliyotafsiriwa kama pigo kwa Donald Trump juu ya vita vya Iran. Ziara ya siku mbili ya Macron inajumuisha mkutano wake na rais wa Korea Kusini Lee Jae-yong na kutembelea kumbukumbu ya kivita ili kutoa heshima kwa wanajeshi wa Ufaransa waliopigana katika vita vya Korea. Atajumuika pia katika jukwaa la kiuchumi na chakula cha jioni ama chajio na wasanii wa nchi hiyo. Huko Japan, kiongozi wa Ufaransa alisaini nyaraka kuhusu madini muhimu na ushirikiano wa kijeshi. Na katika taarifa nyingine tuelekea Tanzania, ambapo katika taifa hiyo kwamba hali inajitokeza katika matangazo haya ya alasiri. Simaya ashauri kuwa na bendi ya muziki ya bunge na klabu, Babu Tale awe meneja, Mwana FA awe mwimbaji. Tupokee hayo kutokea Tanzania. Kulishauri bunge letu. Jana wakati natoka usiku nikamuuliza mwenzangu, hebu nipeleke pahala ambapo nataka nikaone. Najua kuna mikahawa mingi, lakini ningependa sisi kama viongozi, sijui kama kuna mpango huo, lakini ningependa kuona tuna bunge social club yetu wenyewe, ambapo tukienda tunapata stara zetu, kama kupigana vijembe au kupigana shoti, tunapigana huko tunamalizana. Hakuna haja ya kuingia mitaani. Lakini pia kwa nini tusiwe na bendi yetu ya muziki ya bunge? Kuna wasanii wengi sana. Nimefanya research, nimeangalia Iceland, Uingereza, wana bendi yao. Mwana FA anakuwa mwimbaji, yule Babu Tale meneja, pengine naibu speaker, una kipaji chako hatukijui, waziri mkuu pengine siku moja nao kapita. Tuanzeni bendi yetu na sisi tutakuwa tunatoka wakati mwingine tunapeleka, tunaimba nyimbo ambazo zitajenga uzalendo, lakini pia nyimbo za kusherekea. Hakuna ubaya, tunene na muda. Vijana wanasema na sisi tuungane nao. Kwa hiyo na bendi yetu sisi ya bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana. Naomba tena kwa niaba ya wale wabunge watano wenzangu tulokuja hapa, tunakushukuru sana kwa mapokezi mazuri. Naunga mkono hoja 100% juu ya 100. Asante sana. Ndio hali ambayo inajitokeza kule Tanzania, ambapo wanajadili bungeni kuwa na bendi yao ya bunge na kadhalika. Ni wakati huu ambapo msikilizaji, nazidi kusonga mbele katika hatua hii ya kuweza kupokea matangazo haya ya mbashara yakikuja kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Matangazo haya ni ya awamu ya alasiri yanapokujia mbashara. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Katika taarifa nyingine, kabla ya kupokea kipenga cha michezo, iwapo basi unaungana nasi, ni kwamba Marekani imemwondolea vikwazo rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez. Hatua hii inawadia chini ya miezi mitatu tangu Marekani kumkamata aliyekuwa rais wa taifa hilo Nicolas Maduro na mkewe, na sasa wanazuiliwa mjini New York wakikabiliwa na mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Rodriguez, ambaye ni mshirika wa karibu wa Maduro na aliyekuwa naibu rais, alikuwa amewekewa vikwazo mwaka 2018 kwa kukandamiza demokrasia. Aliapishwa kuwa rais baada ya kuidhinishwa na bunge
la Venezuela siku chache tu baada ya kukamatwa kwa Maduro. Kupitia mtandao wa X, Rodriguez alikaribisha hatua hiyo na kusema kuwa ni mwanzo mwema kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Usafiri wa bahari Mashariki ya Kati umeathirika kutokana na vita vinavyoendelea Iran, na hii imesababisha zaidi ya kilo milioni 8 za majani chai kusalia katika magala ya bandari ya Mombasa nchini Kenya kwa wiki kadhaa na kuathiri mapato ya wakulima wanaotegemea mauzo ya chai nje ya taifa hilo. Mkuu wa chama cha wafanyabiashara wa majani chai Afrika Mashariki lenye kusimamia mnada wa majani chai mjini Mombasa alifahamisha shirika hili la habari kuwa kuanzia tarehe mosi mwezi Machi wamerekodi hasara ya dola milioni 8 kila wiki. Mkurugenzi huyo amesema hakuna majani chai yaliyosafirishwa kwa sasa kuelekea Mashariki ya Kati, ambayo hununua takribani 25% ya mauzo ya mazao ya chai ya Kenya. Vita vinavyoendelea Iran vimeathiri usafiri wa baharini, huku meli nyingi zikisitisha usafirishaji wa bidhaa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz na Bab el Mandeb. Kenya huuza zaidi ya kilo milioni 100 ya majani chai Mashariki ya Kati kila mwaka, huku sasa meli zinazopeleka chai katika taifa la Pakistan zikilazimika kutumia njia ndefu ya bahari ambayo ni ghali mno. Vita vya Ukraine na Urusi pia viliathiri biashara ya majani chai nchini Kenya. Kabla ya vita hivyo, Urusi ilikuwa inaagiza kilo milioni 29 ya majani chai kutoka Kenya, ila sasa idadi hiyo imepungua hadi kilo zipatazo milioni 5. Na katika kipenga cha michezo, nchi 6 za mwisho zimefuzu kwa kombe la dunia mwaka 2026, hivyo kukamilisha orodha ya timu 48 zinazoshiriki katika mashindano hayo ya majira ya joto. DR Congo na Iraq zilikuwa timu za mwisho kufuzu baada ya kujiandikishia nafasi zao katika toleo la 25 la kombe la dunia itakaofanyika katika eneo la Marekani, Canada na Mexico kuanzia tarehe 11 Juni hadi 19 Julai. Hili ilihitimisha mchakato mrefu wa kufuzu ulioanza Septemba mwaka 2023 uliohusisha mashirika 6 ya soka duniani kabla kufikia hatua ya mwisho ya mechi za mchujo za UEFA na mchujo wa mabara tofauti tarehe 31 Machi. Timu 4 za mwisho kutoka Ulaya zilithibitishwa Jumanne, huku habari kubwa ikiwa ni kwamba mabingwa mara 4 Italia walitolewa na Bosnia Herzegovina, Czech Republic, Turkey na Sweden pia zilifuzu. DR Congo na Iraq zilipata tiketi zao baada ya ushindi dhidi ya Jamaica na Bolivia mtawalia. Kati ya timu 48 zitakazoshiriki, nchi 3 wenyeji zilifuzu moja kwa moja, huku nafasi 43 zikijazwa kupitia hatua ya kufuzu katika mashindano mbalimbali na nafasi ya pili za mwisho kuamuliwa kupitia mchujo wa mabara tofauti. Sasa baada ya timu zote kuthibitishwa, macho yanaelekezwa kwenye kombe la dunia kubwa zaidi kuwahi kuandaliwa. Mashindano yatakayofanyika tarehe 11 Juni hadi 19 Julai katika miji 16, miji 11 nchini Marekani, 3 Mexico na 2 Canada. Pia yatadumu kwa siku 39, rekodi mpya ikilinganishwa na 29 mwaka 2022 na siku 32 katika mashindano ya mwaka 2014 na 18. Mfumo mpya wa mashindano utakuwa na makundi 12, kila kundi likiwa na timu 4. Mechi za ufunguzi itawakutanisha Mexico dhidi ya Afrika Kusini katika Estadio Azteca jijini Mexico City tarehe 11 Juni, siku 18 baada ya kumalizika kwa msimu wa Premier League. Timu 2 za juu kutoka kila kundi
jumla 24 pamoja na timu 8 bora zilizoshika nafasi 3 zitasonga mbele hadi hatua ya mtoano ambayo itaanza na hatua ya timu 32. Bingwa mpya wa dunia atapatikana tarehe 19 Julai katika MetLife Stadium iliyoko New Jersey, Marekani. Kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, matangazo haya ya alasiri, habari za dunia, na kuomba msikilizaji, simama kitu kufikia malengo yetu ya uratibu, enda pale kwenye ukuta wetu wa Facebook, kuna link ile ambayo inakuonyesha kwenye matangazo yetu kwamba link ambayo ni ya PayPal. Ifuate vizuri, utapata maelezo utakavyoweza kutupiga jeki kwa maono haya yanafika mbali. Iwapo basi una akaunti ile ya PayPal, tumia email hii cantona.online254@gmail.com. Kwenye kiziba mkonga cha sasa ni kwamba ukiona umeachwa na mwanaume mliyekaa naye muda mrefu akikuchumbia ama mkichumbiana na akaenda na kuua fasta, ujue amegundua umepoteza muda, na kila akijitahidi kuona mke ndani yako hamuone. Ukiona hivyo, acha kupanic msikilizaji, badilisha tu tabia. Utaachwa sana mama usipobadilisha tabia. Kila wakati mimi hupenda kusema mahusiano 3 hadi 4 yamekushinda na bado unawalalamikia na kuwalaumu waliokuwa wapenzi wako, na hisi bado hujagundua kuwa tatizo, shida na janga ni wewe. Usipolielewa hili, utaachwa sana. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Kituo hiki kipo hapa ambapo tunakuletea mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Jukwaa la kweli, Afrika halisi, sauti yetu na taswira yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Naitwa Cantona Joseph, asante na karibu.